Karibu msikilizaji kwenye taarifa kuu za habari za Kivu News Info. Sauti yako ya kuaminika kwa habari za ndani na za kimataifa. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele, ni kukaribishe ufuatane nasi katika dakika chache zijazo tukikuletea habari muhimu zilizojiri jana tarehe 1 Agosti. Leo tukiwa tarehe 2 ninakuletea habari hizo. Katika taarifa zetu za leo tunaanza na hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano makali yameripotiwa katika wilaya ya Masisi kati ya waasi wa M23 na makundi ya wazalendo, hali iliyosababisha hofu mkubwa kwa wananchi. Baadaye tutaangazia siasa za ndani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako harakati za upinzani za Sauvons la RDC limewapatia masharti 7 kabla ya kukubali kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa yaliyopendekezwa na Kanali Fridolin Ambongo. Tutakuletea pia taarifa kuhusu serikali ya Kinshasa ambayo imeweza kushtumu M23 kwa kumfukuza afisa wa FARDC aliyekuwa ameteuliwa kushiriki katika mfumo wa pamoja wa kufuatilia usitisho wa mapigano, jambo ambalo limeelezwa kuwa linaweza kuchelewesha utekelezaji wa mchakato wa amani. Katika habari za kimataifa tutaelekea ndani ya Mashariki ya Kati, ambako mashambulizi yanaendelea katika ukanda wa Gaza licha ya kuwepo kwa taarifa za juhudi za kidiplomasia zilizolenga kusitisha vita kati ya Israel na Hamas. Usiondoke, endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa hizi ili upate habari zote kwa kina. Karibu tuanze. Leo tunakuletea taarifa ya habari kuhusu hali ya usalama inayoendelea kuzorota katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako mapigano mapya yameripotiwa kati ya waasi wa M23 na makundi ya wazalendo. Hizo hapa taarifa kamili uweze kuzifuatilia. Mapigano makali yalizuka mapema asubuhi ya jana tarehe 1 ikiwa ni Agosti mwaka 2026 katika kijiji cha Shango kilichopo ndani ya eneo la Butsike, kundi la Nyamaboko wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, waasi wa M23 walishambulia eneo lililokuwa chini ya udhibiti wa wazalendo katika sekta ya Oso Bayungu. Mashambulizi hayo yalisababisha mapigano makali yaliyohusisha silaha nzito na nyepesi. Milio ya risasi iliendelea kusikika kwa saa kadhaa na ilifika hadi maeneo ya Shoa na Mahanga, jambo lililosababisha hofu kubwa kwa wananchi waliokuwa wakihofia usalama wao. Kutokana na hali hiyo, familia nyingi zilijifungia ndani ya nyumba zao, huku wengine wakitafuta sehemu salama za kujikinga wakisubiri hali itulie. Shughuli nyingi za kila siku ziliweza kusimama kutokana na mapigano hayo. Hadi sasa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au waliojeruhiwa au uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo pia bado haijafahamika. Ni upande gani unaodhibiti eneo hilo baada ya mapigano hayo? Katika saa za mchana, milio ya risasi ilianza kupungua na baadaye ikasitishwa. Hata hivyo, mamlaka husika bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu hali halisi ya usalama katika kijiji cha Shango na maeneo nyingine yanayozunguka kijiji hicho. Mapigano hayo ni mwelekezo wa hali ya ukosefu wa usalama ambayo inakuwa ilikumbwa wilaya ya Masisi kwa muda mrefu. Mara kwa mara kumekuwa na mapigano kati ya M23 na makundi ya wazalendo, hali iliyosababisha wananchi wengi kuyahama makazi yao na kuendelea kuishi katika mazingira magumu katika vijiji vinavyozunguka maeneo yenye kuathiriwa.
Wakaaji wa maeneo hayo wanaendelea kutoa wito pande zinazohusika kusitisha mapigano ili kulinda maisha ya raia wasiohusika, na pia huku wakisubiri hatua zitakazochukuliwa na mamlaka pamoja na juhudi za kurejesha amani ziweze kufanywa. Hiyo ndiyo ilikuwa taarifa kuu mapigano yaliyotokea jana tarehe 1 Agosti katika kijiji cha Shango wilayani Masisi ndani ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Sasa tunaelekea mjini Kinshasa ambako harakati moja ya upinzani imetoa msimamo wake kuhusu pendekezo la kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizi hapa ni taarifa kamili. Harakati ya kisiasa ya upinzani inayojulikana kama jina Sauvons la RDC de Kabila imetangaza kuwa iko tayari kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa, lakini imeweka sharti 7 ambazo zinasema ni lazima yatimizwe kabla ya mazungumzo hayo kwanza. Tamko hilo limetolewa jana Jumamosi tarehe 1 Agosti au tarehe 1 Agosti mwaka wa 2026 baada ya Kanali Fridolin Abango Busungu kutangaza uwezekano wa kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kutafuta suluhisho la mgogoro unaendelea nchini. Miongoni mwa masharti yaliyowekwa na harakati hiyo ni kuwepo kwa mpatanishi asiyetegemea upande wowote ambaye ataungwa mkono na Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Afrika. Pia anataka mazungumzo hayo yafanyike nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika nchi ya tatu ili kuhakikisha uwazi na kuaminika kwa mchakato huo. Wakati huo harakati hiyo inasisitiza kuwa na maamuzi yatakayofikiwa katika mazungumzo hayo yawe ya lazima kutekelezwa na yaheshimiwe na pande zote zinazohusika. Kwa upande mwingine, wanapinga mpango wowote wa kufanya kura ya maoni kuhusu katiba kabla ya mazungumzo hayo kuweza kufanyika. Pia wanataka kuundwa kwa mfumo wa kimataifa wa kufuatilia utekelezaji wa maamuzi yatakayopitishwa. Katika upande wa kisiasa na wa usalama, harakati hiyo imeombwa kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa, kuondolewa kwa vizuizi vilivyowekwa dhidi ya baadhi ya vyama vya siasa, kuruhusiwa kwa walioko uhamishoni kurejea nchini, pamoja na kuvunja kwa kundi linalojulikana kama Force du Progrès. Zaidi ya hayo, harakati hiyo imesema kuwa Rais Felix Tshisekedi hapaswi kuwa msimamizi wala mdhamini wa mazungumzo hayo. Kwa mujibu wa viongozi wa harakati hiyo, wanamchukulia Rais Tshisekedi kuwa mmoja wa wahusika wakuu wa mgogoro wa sasa, na hivyo wanaamini kuwa mchakato utakaoongozwa chini ya mamlaka yake hautakuwa na uaminifu wa kutosha. Hadi sasa hakuna majibu rasmi yaliyotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu sharti hayo yaliyowekwa na harakati ya Sauvons la RDC de Kabila. Tutaendelea kufuatilia maendeleo ya suala hili na kuwajulisha mara tu tutapopata taarifa mpya, na hivyo tutaweza kukujuza. Hiyo ndiyo ilikuwa taarifa ya kisiasa kutoka ndani ya mji wa Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza wasiwasi wake kuhusu tukio lililodaiwa kuathiri utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshutumu M23 kwa kufukuza afisa mmoja mwandamizi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alikuwa ameteuliwa kushiriki katika mfumo wa pamoja wa ufuatiliaji wa kusitisha mapigano unaojulikana kama MCVA+. Kwa mujibu wa serikali, afisa huyo alifukuzwa kutoka
kutoka mjini Goma kabla hajaanza kutekeleza majukumu yake ndani ya mfumo huo unaolenga kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa hiyo ilitolewa na makamu wa waziri mkuu anayehusika na ulinzi wa taifa Guy Kambo wakati wa kikao cha baraza la waziri kilichofanyika Ijumaa mjini Kanyamakasese. Serikali ya Kinshasa imesema kuwa hakuna sababu ya msingi iliyotolewa kuhusu kueleza kufukuzwa kwa ofisa huyo, na imeelezwa kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri kazi ya mfumo wa MCVE+. Kwa mujibu wa mamlaka za Kongo, jukumu la mfumo huo ni kufuatia utekelezaji na usitishaji wa mpango, kuchunguza madai ya ukiukaji wa makubaliano hayo na kuwasilisha matokeo kwa upatanishi wa mchakato wa amani. Kutokana na tukio hilo, serikali inasema kuwa kuanza rasmi kwa shughuli za mfumo huo kumesimamishwa kwa muda, huku ikisubiri kuteuliwa kwa afisa mwingine atakayechukua nafasi ya aliyefukuzwa. Kwa upande wake, M23 bado haujatoa tamko rasmi kujibu tuhuma hizo zilizotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maendeleo ya masuala hii yanatarajia kuwa na umuhimu mkubwa katika juhudi za kuimarisha usitishaji wa mapigano na kuendeleza mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndiyo ilikuwa taarifa yetu kutoka huko ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa tunaelekea Mashariki ya Kati ambako mapigano yanaendelea kati ya ukanda wa Gaza licha ya kuwepo kwa taarifa za makubaliano yanayolenga kumaliza vita kati ya Israel na Hamas. Hizo ni habari zenye tunakuletea. Mapigano yanaendelea katika ukanda wa Gaza huku jeshi la Israel likiendeleza mashambulizi yake ya anga licha ya taarifa zilizotolewa na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Hamas kuhusu uwepo wa makubaliano ya kusitisha vita ya kuanzisha mchakato wa kuondoa silaha za Hamas. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa katika kipindi cha saa 24 zilizopita, mashambulizi mapya ya Israeli yalilenga eneo hilo la karibu na hospitali ya Al-Aqsa katika mji wa Deir al-Balah katikati ya ukanda wa Gaza. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 2 na kuharibu ghala lililokuwa limehifadhi vifaa muhimu vya matibabu. Picha kutoka eneo hilo zinaonyesha majengo yaliyobomoka, dawa zikiwa zimetapakaa chini, na huku wakaaji wakijaribu kutafuta mali na manusura ndani ya vifusi. Kwa upande wake jeshi la Israel limesema kuwa liliharibu maghala 5 ya silaha za Hamas. Pia limerudia madai yake kwamba Hamas hutumia hospitali na miundombinu ya kiraia kuficha silaha na shughuli zake za kijeshi. Mashambulizi hayo yanayokuja wakati ambapo juhudi za kidiplomasia zinaendelea. Donald Trump pamoja na viongozi wa Hamas wamesema kuwa kuna makubaliano yanayoweza kusitisha kwa mapigano, kuondolewa kwa hatua kwa wanajeshi wa Israel ndani ya Gaza, pamoja na Hamas kukabidhi silaha zake kwa kamati ya utawala wa Palestine. Hata hivyo, serikali ya Israel bado haijathibitisha rasmi makubaliano hayo. Waziri mkuu Benjamin Netanyahu hajatoa tamko rasmi kuhusu hali hiyo.
lakini waziri wa usalama wa taifa ya Israel Itamar Ben-Gvir tayari amepinga makubaliano hayo akiyataka hayakubaliki. Msimamo huo unaonyesha kuwa bado kuna tofauti kubwa za kisiasa ambazo zinaweza kuchelewesha juhudi za kufikia amani. Wakati viongozi wakiendelea na mazungumzo, wananchi wa Gaza wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya vita, huku mashambulizi yakiendelea na uharibifu wa miundombinu pamoja na huduma muhimu ukiendelea kuongezeka. Hiyo ndio taarifa ilikuwa na kutayarishia kwa siku ya leo. Hiyo ndio ilikuwa mwisho wa taarifa zetu za leo ndani ya Kivu News Info. Tumekuletea kwa kina habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maendeleo ya kisiasa nchini pamoja na taarifa muhimu kutoka mashirika ya kati. Asante sana kwa kuchagua kutufuatilia. Endelea kuwa nami na Kivu News Info kwa habari za uhakika zenye usawa na zinazokuletea matukio muhimu kwa wakati. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele, nikutakie usiku mwema au siku njema kulingana na mahali ambako unapatikana. Tuonane tena katika taarifa zijazo. Kwa heri. Leo tunakupeleka katika eneo la Irambi Katana wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini, ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa muungano wa M23 wakishirikiana na AFC. Wakati huo kifo cha raia mmoja na madai ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu vimezua hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo. Tufuatilie habari hiyo kwa ukamili. Mapigano makali yaliendelea tangu majira ya asubuhi ya siku ya Jumamosi tarehe mosi Agosti katika kijiji cha Chirehe kilichoko ndani ya kijiji cha Kabushwe kwenye kundi la Irambi Katana wilayani Kabare katika mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mjibu wa vyanzo vya eneo hilo, wapiganaji wa Wazalendo walikabiliana na waasi wa muungano wa M23 katika mapigano yaliyodumu kwa saa kadhaa. Milio risasi nzito na nyepesi ilisikika katika maeneo mbalimbali, hali iliyolazimu wakaaji wengi kuacha makazi yao na kukimbilia Katana Centre wakihofia usalama wao. Mashuhuda wanasema wanawake, watoto na wazee walionekana wakiondoka haraka huku wakibeba mizigo michache walioweza kuokoa. Baadhi yao walieleza kuwa walikimbia bila kujua watarudi lini kutokana na hali ya vita kuendelea kutawala katika eneo hilo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji wa M23 waliondoka katika nafasi zao za Lusheshe na kuelekea eneo la Chirehe. Taarifa hizo zinaonyesha kuwa walionekana ndani ya makazi ya raia, jambo ambalo limeongoza wasiwasi miongoni mwa wananchi wanaohofia usalama wao wakati wa mapigano yakiendelea. Wakati mapigano hayo yakiendelea, tukio jingine lilizua huzuni likitokea katika kijiji cha Kabamba. Raia mmoja alifahamika kwa jina la Bishweka Pedri alipoteza maisha kwa kupigwa risasi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakaaji wa eneo hilo, tukio hilo lilitokea baada ya shughuli za usafi wa jamii zinazojulikana kama msako. Vyanzo hivyo vinadai kuwa mtu mwenye silaha anayehusishwa na muungano wa M23 ndiye aliyefyatua risasi zilizomuua raia huyo. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa na chanzo kilicho huru.
Kifo hicho kimeibua huzuni na hasira miongoni mwa wakaaji wa Kabamba na maeneo ya jirani. Wengi wanaeleza kuwa maisha ya raia yameendelea kuwa hatarini kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea kushuhudiwa katika shughuli mbalimbali za Irambi Katana. Mashirika ya kiraia yamefuatilia hali ya usalama na haki za binadamu, yameeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa vitendo vinavyodaiwa kuwa ni ukiukwaji wa haki za kibinadamu na za wananchi. Kwa mujibu wa mashirika hayo, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa za mauaji ya raia, kukamatwa kiholela kwa baadhi ya wakaaji, pamoja na matukio mengine yanayozidi kutia hofu katika jamii. Mashirika hayo yanatoa wito kwa pande zote mbili zinazohusika katika mzozo huo kuheshimu sheria za kimataifa zinazolinda raia wakati wa mapigano. Pia yameomba hatua zichukuliwe ili kuhakikisha wananchi wanalindwa na wanapatikana kuhusika na vitendo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa hali ya usalama katika eneo la Irambi Katana inaendelea kuwa ya wasiwasi. Wakazi wengi wamehama makazi yao wakitafuta maeneo salama, huku wakihitaji msaada wa kibinadamu, lakini bado haijafahamika idadi kamili ya watu waliokimbia wala kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo. Mamlaka husika bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu mwenendo wa mapigano hayo, huku wananchi wakisubiri kurejea kwa hali ya utulivu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku. Kivu News M4 itaendelea kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya hali hii na kuwajulisha wasikilizaji pindi taarifa mpya zitakapopatikana. Hiyo ndiyo ilikuwa mwisho wa taarifa zetu za leo ndani ya Kivu News M4. Tumekuletea kwa kina habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maendeleo ya kisiasa nchini, pamoja na taarifa muhimu kutoka mashirika ya kati. Asante sana kwa kuchagua kutufuatilia. Endelea kuwa nami na Kivu News M4 kwa habari za uhakika zenye usawa na zinazokuletea matukio muhimu kwa wakati. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele, nikutakie usiku mwema au siku njema kulingana na mahali ambako unapatikana. Tuonane tena katika taarifa zijazo. Kwa heri.